lakini pia Mwijaku naye pia ameweza kueleza kwa ukubwa. Mimi nataka nisikie kwa upande wa Issa, kwa sababu wote wawili hawa ni watu wake wa karibu sana na kila mmoja anamtaja kwa namna yake. Hasa Mwijaku, kwanza anaanza na Mwijaku. Unajua Mwijaku mjanja, Mwijaku kacheza na fursa. Yaani yeye alikuwa anachokonoa apate mwaliko. Na bahati nzuri unajua Mwijaku ana maakili. Katumia ile imekuwa ni fursa, amepata kazi, amepata kibarua, amepata fedha. Na sisi tunachokitaka, hilo ndo target yake. Doto yeye mdomo tu, Doto roho mbaya. Sasa kilichomtokea umeona, sasa kakosa vyote. Mwanzake baadaye angebalance story. Umeona kama watu wakatola wamemwambia sasa Mwijaku njoo, na anasikia kapewa milioni 10. Mwijaku kapewa milioni 10. Kwa ndugu yangu Doto, mdomo umekuponza. Tatizo lako Doto, una kiranga. Mimi nilimwambia Doto, nisikilize, wale watu wanaweza. Wale watu ndio wanaongoza kwa kununua magari hapa Tambu Motors. Nisikilize mimi, wewe tubu tu. Hamna kitu, haiwezekani. Kwa hiyo hiki kiko wapi sasa? Kiko wapi? Lakini Doto anasema kwamba before ya chochote walizungumza na Mwijaku, akasema kwamba yule jamaa ambaye anapiga kelele kule po brand kwamba ule hamna kitu na kuna mtu yote kuwashobokea. Lakini inaonekana kwa maelezo ya Doto ni kwamba Mwijaku amemgeuka Doto. Hivyo alipanga hivyo. Asa lakini yule nice ni mtu ambaye anafanya kazi zake vizuri. Na bahati nzuri kule ukanda wa Mwanza huko, ukanda wa Ziwa wamemkubali, wanampenda. Kwa hiyo mimi nadhani kila mtu anakuwa na riziki yake. Msiku zote gani muumini wa kuamini kila mtu anakuwa na riziki yake. Yule bali atakuwa na watu wake na wanamkubali, lakini Mwijaku naye ana watu wake, hata na Doto pia ana watu wake. Lakini kwa Doto sasa ni lomba ya tu, unajua lomba ya tu. Doto imemkaa. Unajua Doto na kwanza roho inamuuma kukosa hela. Sasa namjua mimi kijana wangu, roho inamuuma. Kwa nini watu wanapata hela? Sasa mimi nimwambia sikiliza, wewe amka, wasifie matajiri wako. Mwambie jamani, mimi nilichanganyikiwa tu. Nyie ndio wenye hela. Dar es Salaam watu watawa na hela. Kesho asubuhi angepanda ndege angeenda kuokota. Tatizo lake kama mdomo. Sijui umenielewa? Kwa sababu mara mwisho nilimuuliza Doto na alikuwa anabadilisha matairi kwenye Prado yake, nikamwambia Doto, mbona unabadilisha matairi leo? Kuna nini? Akasema matajiri wa Kahama wameniita na kwenda kukiwasha huko. Lakini ghafla naona yuko Mwijaku kapanda ndege kafika asubuhi kakiwasha. Sasa hivi unaona Doto anaenda kutupa mashambulizi. Unafikiri mambo ya namna hii kwenye mitandao yanatengeneza picha gani hususani kwa watu ambao wanaoamini machawa hawa? Mimi nadhani hayana shida yoyote, kwa sababu hakuna mtu anayetukana, hakuna anayevunja sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini hakuna anayevunja sheria za dini yetu ambazo tunaziabudu. Kwa hiyo hizo vingine vinakuwa ni starehe yetu. Sio ambao wenye kupenda kufurahi, tunafurahi, lakini tu Doto pole, Doto pole, kakosa hela. Doto pole bwana Doto, na mdomo watu wenzao kwamba kota milioni 10. Wewe tulia, njoo ushuke 200,000 yako laozea kwa Tambu, basi maisha yaendelee. Ina maana ulimshauri kweli kabisa kwamba bana sifie matajiri wa kule. Sasa wewe bwana tajiri anuniwi. Elewa Doto, tajiri anuniwi. Sasa shauri yako. Watu tena matajiri unawasema, sijui wanaishi kama nyoka. Ndio hela hizo zinavotafutwa sasa. Achana naye. Doto anasema kwamba eti jeneza na Mwijaku ni bora uliamini jeneza. Kweli? Hata wao wapinzani wa jadi bwana wale utaeleza. Wapinzani wa jadi bwana. Okay. Ukiangalia sheria jana kwa upande wako, tathmini ikoje? Sasa unajua wale watu wanaweza, wana mahela bwana. Kila kitu kimeenda vizuri. Naona wamefanya. Na bahati nzuri mimi sijaona kama kuna tofauti na ile ya kwanza. Wamefanya vizuri kama walivyofanya la kwanza, na bahati nzuri unawajua walikuwa wanakomesha zaidi, lakini wamefanya kitu kizuri, jambo lao limekwenda vizuri. Kwa hiyo sasa mabibi harusi sisi tuwaombee dua kwa Mwenyezi Mungu, waishi kwa kuvumiliana, kwa sababu ndoa nao ni safari nyingine, inahitaji uvumilivu, inahitaji kupendana, inahitaji kuhurumiana, na mwisho wa siku basi mnafikisha kama vile sisi wazee wetu walivyofikishana mke na mume. Umeelewa? Kwa kiacha kuvumiliana basi ndoa ile itakuwa haina sababu, na kwa sababu ndoa mahela mengi basi wasiwape mdomo watu, waishi kwa kupendana na kuhurumiana. Unahisi pengine Doto angeenda kule kuna namna angepata manufaa makubwa? Angepata. Sio unajua Doto ana njaa, angepata milioni 5, milioni 6, milioni 7 zingemsaidia. Sio unajua bado Doto anajitafuta. Lakini Issa, kuna vitu ambavyo pia niliombwa na watu pia nikuuliza, ambao ni watu ambao wanafuatilia. Wakasema kwamba nijaribu kuuliza kwamba ukiangalia harusi ya Juma Jux, lakini pia harusi ya Mobeto pamoja na mchezaji mpira Aziz Ki, zile harusi zote mbili ukiziangalia kwa haraka unaweza ukalinganisha na sheria ya Katoro? Sasa hauwezi kulinganisha sheria ya mtu mmoja na mtu mwingine, kwa sababu
mtu anafanya sherehe kutokana na uwezo wake wa kipesa. Umeelewa? Ndio maana tunaona vidole vya vifanani, kuna hichi, kuna hichi, kuna hichi, kuna hichi. Kwa hiyo ni dhambi na haifai kusema eti harusi ya fulani ni kubwa kule, kwa sababu kila mtu anafanya kutokana na kiwango chake cha pesa. Dada yetu Hamisa alifanya kwa kiwango chake cha pesa na alhamdulillah ilikwenda vizuri kafaana. Lakini ndugu yangu Jux naye alifanya kwa kiwango chake cha pesa na ilikuwa kubwa. Alifanya kule Nigeria, akaja kufanya Tanzania kwa kiwango chake na ilipendeza vizuri. Lakini hata wale mabwana kina Sylvester wa Kahama wamefanya kwa uwezo wao wa kifedha. Kwa hiyo kila kitu kinakwenda kwa ambavyo wewe umeweza kukitengeneza. Kwa hiyo uweze kusema sasa fulani ilikuwa kubwa, utakuwa umtendee haki mtu mwingine. Mtu yeye anasema kwamba sheria Jux ilikuwa ni kubwa na ili ya kina Sylvester ikasome. Sasa Doto hajui, tu sio mjuzi wa mambo, hajui kudadavua. Sasa njoo kwa sisi ambao tunatumia hekima na busara kutoa maamuzi, ndio tunapata hicho kitu. Wewe ukisema mtu fulani yani sasa nisemeje, nisemeje hapa? Yani harusi ya fulani unamuonea mtu fulani, yani kwa sababu level ya kifedha watu hawapo sana. Nimekwambia hata vidole vifanani, hichi kuna hichi, kuna hichi, kuna hichi, kuna hichi, kuna hichi. Kwa maana wewe kumfanisha huyu na huyu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tofauti. Wakatola wamefanya kwa uwezo wao wa kifedha, lakini Hamisa alifanya kwa uwezo wake wa kifedha, lakini pia hata huyu Jux na alifanya kwa uwezo wake wa kifedha. Anadai kwamba Dar es Salaam kuna sherehe kubwa zinafanyika kuliko hata ile ya Katoro. Sasa mbona hatuzioni jamani? Sasa watuoneshe sasa tuone. Kwa sababu sisi tunapenda vitu kwa ushahidi. Siku hizi tunasema mambo kwa ushahidi. Kwa hiyo wakifanya wengine wa Dar es Salaam watupe ushahidi, sisi tutaruka nao na tutatoa maoni yetu. Okay? Yeah. Na kwa haraka labda standard ya sherehe hizi ambazo zinafanyika, wako watu wanaojaji kwamba pengine watu wanatuzwa zile fedha lakini pesa zinarudi kwa tajiri. Unaonaje hizo scenario Isa? Sasa kama pesa zinarudi ni wao, lakini sisi kwenye jamii wametuaminisha katunzwa. Kwa hiyo hatuwezi kujua ya nyuma ya kamera, mtakuwa mnatuonea. Kwa hiyo kama watakuwa wanafanya wanatudanganya, sasa wanajidanganya wao, haitusaidii chochote. Lakini kama watakuwa wanafanya kitu cha ukweli, basi itakuwa ni kitu kizuri. Kwa hiyo kama wanajidanganya, sasa wakitudanganya sisi itatusaidia nini? Si wao wenyewe ndio wanajidanganya. Isa, kwa haraka sehemu zenye sherehe mifili ile, wewe labda ikitokea labda unaweza ukatunza, yani maximum kiwango chako cha kutunza ni shilingi ngapi? Kwamba bwana mimi mwisho wangu kutunza bwana, hata kama nina pesa lakini mimi mwisho wangu ni huu. Sasa kutunza fedha ni wewe mwenyewe unavyoona bajeti yako kwa siku hiyo inakuruhusu vipi, lakini kiwango chochote cha pesa unaona kinafaa kutoa, basi unatoa chochote. Na wala hawaje kusema eti sasa hapa mayo kama una hiyo usiamna. Kwa ni kiwango chochote kile, utoe 10,000, 5,000, milioni, 900,000, milioni 10. Unanielewa? Ni wewe ambavyo mfuko wako unafanya nini? Unakuruhusu. Lakini wewe pengine labda ukapewa nafasi ya kutunza, labda kwa sababu naona mialiko ni mingi sana Isa, kwamba bana Isa bana, hebu tunza kidogo hapa. Yaani maximum wewe tu mwenyewe bwana, mimi kwa sawa mimi nina pesa lakini mimi mwisho wangu ni kiasi fulani. Ni kama shilingi ngapi hivi kwa haraka? Mimi kwanza nyinyi mnaponiita mimi na pesa mnanionea. Unajua mimi sina pesa. Mimi na uwezo wa kula, wa kusaidia jamii inayonizunguka basi. Lakini sijafikia tu wenye pesa. Umeelewa? Mimi ni mtu wa kawaida, hata sina pesa, lakini pia mimi bwana kiwango cha kutoa sina. Ninategemea siku hiyo na pesa kiasi gani. Kwa sababu siku nyingine sina pesa, nitatoa nini sasa? Kwa nini unasema kwamba wewe huna pesa? Sasa matajiri sio umeona wakatoa wale ndo matajiri. Sasa umiliki yadi kiwanda cha magodoro sio utajiri, sio? Wapi matajiri wale bwana, sisi tungine kujenga nyumba za thamani za mamilioni mamia kwenda mbele na kuziuza sio utajiri? Sio utajiri bado, bado hatujafikia huko. Sisi tumekuwa tunaweza tu kula, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kukava yale mambo madogo kusaidia watu wengine. Lakini bado ufikia ule utajiri bado. Labda pengine una mkakati wa kwenda kuweka yadi ya magari Katoro? Inshallah tutapiga kura, tutawauliza yale mnataka huduma yadi ya magari, wakisema tunataka Tambuu Kia juu mwendo wa mateka hawa hapo. Unaweka yadi Katoro? Tunaweka. Kwa umeweka ahadi kuwapelekea yadi wana Katoro? Kwanza wanahitaji, kwa sababu huduma yote ni mpaka wahusika waitaki. Waweze kupeleka magari wakati una wateja. Wakisema sawa, tunakwenda kuweka timu. Kwa umeamua kusema hivyo kufanolezi kwa style hiyo, sio? Yes. Neno la mwisho la kumwambia Doto, lakini pia nataka nijue sababu wewe jana kutokushiriki kwa Aristotle. Kwanza Doto tunamwambia pole, mdomo umekuponza, umekosa hela, mwenzako mjanja alikuwa anatengeneza connection ya kupata hela kupitia Katoro. Umeelewa? Kwa Doto pole, kimekuponza, pole. Kwa ndugu yangu bwana Aristotle bwana, jana unajua juzi nilitoka mbugani, nikawa nimechoka vibaya mno. Yaani jana nimelala mapema sana. Lakini nimeona kafanya bonge la sherehe mtoto wake.
alikuwa sherehe ya ubatizo mtoto wake amefanya sherehe nzuri, watu wameenjoy, kuna space. Mwanangu kumbe najua na bonge ya space, kwa hiyo ametisha kinoma, sherehe ilikuwa nzuri sana sana sana.